Unaweza kaandika kichwa cha somo. Mimi kama mama, unaweza kuandika mkato. Alafu kama wewe ni baba, ukaandika mimi kama baba, au kama wewe ni kijana, utaandika mimi kama kijana. Amen. Lakini leo ni siku yetu ya mama, kwa hiyo tutaandika mimi kama mama, nitajuaje kama natumiwa na giza? Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kama mama niliopo HVC, nitajuaje natumiwa na giza? Kwenye mabano unaweza kuandika agent wa giza katika kanisa. Kwenye mabano andika agent wa giza katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja mpaka hapo? Agent wa giza ni nani? Andika, ni mtu yoyote anayekubali au kuruhusu kutumiwa na giza kwa ajili ya kuleta uharibifu katika ulimwengu wa nuru au watu wa nuru. Ni mtu yoyote, inawezekana ikawa ni mimi, inawezekana ikawa ni wewe, anayeruhusu. Unaporuhusu na kufungua milango giza likutumie, huwa linaingiza uharibifu katika watu wa nuru au katika ajenda za Mungu kwa ajili ya kuleta uharibifu kwa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukienda kusoma Yakobo 4 mstari wa 7 inasema, fungua nami Yakobo 4 mstari wa 7, twende tukaangalie maandiko yanasema nini. Yakobo 4 mstari wa 7 nayo inasema, nitasoma kwa msaada wa Bwana. Inasema, mtini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Maandiko hapa tunaona inatuambia tumtii Mungu. Na katika somo letu la leo linasema kwamba mimi kama mama au mimi kama kijana au baba nilioko mahali hapa, nitajuaje natumiwa na giza? Na tumeshaona maana ya agent wa giza ni nani. Na maandiko yanatuambia mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atakimbia. Usipoweza kumtii Mungu, utaanza kutii giza. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Usipoweza kumtii Mungu na kufuata kanuni na sheria za Mungu, utaanza kutii giza na kufuata utaratibu wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa maandiko yanatuambia mtii Mungu, mpingeni shetani naye atakimbia. Ina maana usipompinga shetani ni lazima wewe utakuwa wakala wake. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe wa mama. Utajuaje kwamba hapa wakati huu sasa giza linanitumia? Utajuaje? Kwa akili za kawaida tu hivi hauwezi kutambua. Unaweza kuwa unatumiwa na giza lakini usijue. Ila kwa msaada wa Roho Mtakatifu ndio atakaye kuonyesha kwamba nyakati hizi giza linakutumia, nyakati hizi mimi Roho Mtakatifu sikuwepo, alikuwepo adui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Lakini tutaenda kuangalia vitu vichache ambavyo ni viashiria. Wewe kama mama ulioko mahali hapa siku ya leo, kuna vitu ambavyo ukiviona ndani yako unaanza kusema hapa hapana, huyu ni adui. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu cha kwanza ambacho tutaenda kukitizama ni kiashiria cha kwanza, unaweza kuandika kusimama kinyume na jambo la Mungu. Nikimaanisha kwamba kuzuia kusudi la Mungu lisitimie. Ukiona umeanza kuwa na mtazamo tofauti wa jambo la Mungu lolote lile, umeanza kuwa na mtazamo tofauti juu ya ratiba ya ibada, unaanza kuwaza hivi morning glory kwa nini baba aliweka saa 12? Unaanza kuwaza hivi kwa nini morning glory baba aliweka kila siku? Kwa nini aliweka kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa? Kwa nini asingeweka hata mara 2 kwa wiki? Ukianza kuwa na mtazamo tofauti na jambo lolote la Mungu, ujue wewe umeanza giza limeshaanza kuingia ndani yako na giza litaanza kutumikisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Na vile vile tunaona kwamba Lucifer alianza kwenda kinyume na taratibu za mbingu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Alianza kwenda kinyume na taratibu na protokoli za mbingu. Kilichofuata tunaona tukisoma maandiko, alitupwa. Nafasi yake iliondolewa pale mbinguni. Bwana Yesu asifiwe.
Na sisi pia vile vile tunaweza tukawa tuko ndani ya kanisa, tunaabudu, tunasifu, tunajiona kwamba tumekamilika, lakini kuna baadhi ya sehemu adui anatutumia na nafasi zetu katika ulimwengu wa roho zinaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Lucifer nafasi yake iliondolewa, alitupwa na akakosa ile nafasi. Ina maana na Mungu alikuwa hayupo pamoja naye tena, alikuwa ni muasi. Kwa inawezekana mama ulioko mahali hapa leo, unaona unaabudu, unasifu, unamtumikia Mungu, lakini kuna mahali Mungu anakuona kama muasi. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe wa mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Twende tukaangalie katika kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 7 na wa 9 unasemaje? Tukaone Lucifer ilitokea nini pale mbinguni mpaka akatupwa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo 12 mstari wa 7 mpaka wa 9. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba kulikuwa na vita. Kwa unapoanza kupinga jambo lolote la Mungu, unaanzisha vita na Mungu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ukijiona umeanza kupinga ratiba zozote za Mungu, umeanzisha vita na Mungu. Bwana Yesu asifiwe wa mama. Ukiona kwamba umeanza kuona kwamba mambo ya Mungu ni magumu, ina maana kwamba tayari giza limeshaanza kufanya wewe wakala wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mgeukie jirani yako. Mwambie jirani, umependeza. Lakini tambua kwamba ukiona umeanza kuchukia ratiba za Mungu, jua kwamba wewe ni agent wa giza usiyejijua. Amen. Mwambie tena kwa kumkazia macho, mwambie wewe ni agent wa giza usiyejijua. Lakini upo kanisani tu. Wewe ni agent wa giza, hujijui. Amen. Na vile vile tukaangalie kiashiria cha pili. Andika. Kiashiria cha pili ni nuru ya Kristo kuondoka ndani ya mtu. Nuru ya Kristo kuondoka ndani ya mtu. Giza hutawala na kuanza kumtumikisha. Bwana Yesu asifiwe. Utajuaje sasa wakati huu nuru imeniacha? Utajuaje sasa kwamba hapa sasa nuru imeondoka? Unaweza ukaweka pointi ya kwanza kwenye hii pointi namba 2 kiashiria cha pili. Ni kukosa hukumu ya ndani. Nuru ikiondoka huwa na Roho Mtakatifu anaondoka. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Na Roho Mtakatifu akiondoka, ina maana hata ile hukumu unakuwa hauna tena. Unaweza ukaona ujaja wiki nzima ibadani na unaona kawaida tu, na moyo hata ukuumi, hata roho yekusuti. Bwana Yesu asifiwe. Unaambiwa njoo ni glory na hata hukumu ndani hauna, unaona ni sawa tu. Ujue kwamba tayari nuru ishaanza kuondoka. Giza linataka kukutawala. Bwana Yesu asifiwe. Na giza likutawala, ni lazima litakufanya wewe kuwa agent wake. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Na vile vile nuru kiondoka, huwa unaanza kufanya ile matendo ya kale. Utaona tu ni rahisi tu kutokutoa fungu la 10, unaona kawaida. Yale matendo ya kale ambayo ulikuwa unafanya pale kabla hujaokoka, unaanza kuyafanya sasa. Na unaanza kuona kwamba ni kawaida tu, ni kawaida. Ujue kwamba nuru ya Kristo imeondoka na giza linaanza kukufuatilia, kukutawala. Na likisha kutawala lazima litakutumikisha. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende tukasome maandiko yanasema nini jua hili. Tukasome Yohana 3 mstari wa 20. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Yohana 3 mstari wa 20 inasema, maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Bwana Yesu asifiwe. Nuru ya Kristo ikishaondoka, ukimwambia mtu, mtumishi, kwa nini siku hizi hauji ibada? Huyo mtu lazima atakasirika. Ina maana kwamba maandiko yanatuambia nuru kishaondoka, lazima ukimkemea atakuwa hataki tena kukemewa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ukimwambia kwa nini huji ibada atakasirika. Ukimwambia kwa nini huji utoe fungu la 10 atakasirika. Chochote cha Mungu ambacho ukimkemea anaona kwamba huyu mtu mbona ananionea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kiashiria pointi nyingine hatujuje kwamba nuru imeondoka ni kushindwa kusoma neno la Mungu, kushindwa kuomba, kukosa moyo wa ibada. Hebu twende tukasome maandiko. Yanasema nini jua hili? Waefeso 5:11. Inasema wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali myakemee. Ni mara ngapi tunaambiwa kwamba tuyakemee matendo maovu? Ni mara ya pili. Ili ni andiko la pili, si ndio? Tunaambiwa kwamba ukiona jambo lolote ni liovu, likemee. Ukiona una rafiki ambaye ana tabia ambazo sio njema, zikemee. Na kabla hujaambatana na mtu yoyote, hakikisha kwamba unaangalia kilo zako katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Pima kilo zako kwanza katika roho. Je, huyu mtu nikiambatana naye, uharibifu aliokuwa nao hautanyangusha mimi? Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuambatana na mtu ambaye amebeba uharibifu, mwisho wa siku na wewe ukajikuta unasema kwamba na mimi nataka nimsaidie na yeye asianguke, lakini ukajikuta mmeanguka wote. Kwa kabla hujaambatana na mtu, hakikisha unapima kilo zako za kiroho. Bwana Yesu asifiwe wa mama. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile pia tuchukulie tu mfano mdogo. Una rafiki ambaye hatoi fungu la 10. Kila siku mkikaa mkipiga story anakuambia yani mimi na miezi 3 sijatoa fungu la 10. Amen. Anakuambia nina miezi 3 sijatoa fungu la 10. Na wewe unaona tu ni kawaida. Ukiendelea kuambatana na mtu wa namna hiyo, mwisho wa siku utaona mbona rafiki yangu atoi na mimi mbona najitesa tu kutoa na mimi nisitoe. Utaanza kuiga zile tabia zake. Roho huwa zinaambukiza. Usiambatane na mtu ambaye ameanguka kiroho. Usiambatane na mtu ambaye amejaa giza kama kilo zako za kiroho ni chache. Bwana Yesu asifiwe mama. Na vile vile jambo lingine, kiashiria cha 3 ni uzito wa kufanya mambo ya Mungu. Kama unaandika andika uzito wa kufanya mambo ya Mungu. Ukiambiwa leo kuna harusi Chanika. Tena Chanika karibu, kwa mama Siwa karibu. Bwana Yesu asifiwe. Chanika karibu sana, kuna sehemu panaitwa Mvuti. Wangapi tunapajua Mvuti? Unaambiwa kuna harusi Mvuti na unaenda. Huoni mbali, lakini unaambiwa kuna ibada HVC. Ona sasa. Hauji. Na unakaa hapa, lakini ukiambiwa kuna harusi Chanika Mvuti kule, unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Tena Chanika Mvuti kwenyewe kule, unatoka alfajiri, unarudi usiku sana. Lakini Sinza hapa ni mbali. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Uzito. Tusikumbatie uzito, watumishi wa Bwana. Tusikumbatie uzito. Uzito ni moja ya njia ya adui kuleta uharibifu ndani ya mtu. Uzito ni namna ambayo adui anaitumia kwa siri kupenyeza uharibifu. Na atapenyeza uharibifu, mwisho wa siku utajikuta unaanza kumtumikia. Ukianza kutumikia ule uzito, utatumikia mwisho wa siku unaanza kuwa wakala wake. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuanze tukasome Misali 12:25 inasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Inasema uzito katika moyo wa mtu huinamisha. Maandiko yanatuambia uzito katika moyo wa mtu huinamisha. Uzito unakuja kwa ajili ya kukuinamisha, sio kukuinua. Neno la Mungu ndio linalotuimarisha na kutuinua. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ndio linalotupa nguvu ya kuinuka tena. Kwa unapoona una uzito ndani yako, hakikisha unakuja ibadani, hakikisha unasoma neno la Mungu, hakikisha unafuata ratiba zote za mbingu, hakikisha unafuata maagizo na maelekezo yote ya kanisa ili uweze kuinuliwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu maandiko yenyewe yanatuambia kwamba neno jema huimarisha, si ndio? Hufurahisha. Neno jema hufurahisha. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Wamama, Bwana Yesu asifiwe. Ukiona unaanza kuwa mzito kwenda mlima, jua adui anaanza kukunyemelea. Ukiona unakuwa mzito kuja Morning Glory, adui anakunyemelea mpendwa. Naomba tu niwaibie siri, baba kila siku huwa anasema hapa. Anatuambiaga kwamba hatujui baraka zilizopo Morning Glory. Ni kweli.
Mimi Baba naomba niseme leo. Naomba niwape tu siri. Mnaona kuanzia hapa mbele ya madhabahu mpaka pale mwisho pamejaa, mnafahamu zile nini? Sijui niiteje, kuna kwa kama na vipande vya dhahabu fulani ambavyo vinakuwa katika square. Wangapi ambao tunafahamu mara nyingi huwa anaekaga benki kama mtu anaeka benki kama sijui niseme nini, mama anaweza kanisa asante. Watu wanaeka benki ili kupata mkopo, au wanaeka benki kwa ajili ya kuhifadhi kwa ajili ya baadaye. Kitu kama hicho, mtanisaidia. Sijui sana. Lakini katika sehemu kuanzia hapa, hii sehemu hapa mpaka kule mwisho imejaa hivyo vipande. Niwape tu siri wapendwa. Imejaa hivyo vipande. Na unapokuja Morning Glory unategemea na shauku yako ya ndani, na unategemea umekuja kuchukua kipande cha namna gani, na umekuja kuchukua kipande cha uzito wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Jiulize ndani yako, umekuja kuchukua kipande cha namna gani ndani ya nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unataka kuja kuchukua kipande cha uzito mkubwa, lazima matendo yako ya nuruni yawe mazito. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaja kanisani lakini bado unaona kwamba mbona mwenzangu anafanikiwa sana, mimi sifanikiwi. Hamwezi kufanikiwa sawa, kwa sababu kila mtu ana namna yake ya kuokota kipande chake. Bwana Yesu asifiwe. Mwenzio ataokota cha gramu 200, wewe unaokota cha gramu 5. Wapo wanaookota zile chenga zile. Bwana Yesu asifiwe. Wapo wanaookota zile chenga. Wapo hapa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tunapopewa maelekezo tuyafuate, kwa sababu nyuma yake zipo baraka. Nyuma yake zipo baraka. Wangapi tunataka kuokota vipande vikubwa leo? Wangapi tunataka kuokota vipande vikubwa? Nisikie sauti za washindi. Wangapi tunataka kuokota vipande vikubwa va gold zilizoko mahali hapa? Amen. Mikono tuliyoona leo tuanze kuiona wiki nzima kwenye Morning Glory. Amen. Tuokote vipande. Tusikubali uzito utushikilie wa mama. Tusikubali uzito utushikilie. Uzito tumeshaona maandiko yanasema uzito unatuinamisha. Bwana Yesu asifiwe. Uzito unatuinamisha. Tusikubali tukainamishwa na adui. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Twende tukaangalie aina za hawa mawakala wa giza ni wakina nani. Kuna aina hizi mbili. Kama unaandika, andika aina ya kwanza ni yule agenti au wakala wa agano. Wale tulioajiriwa nadhani au mshawahi kuajiriwa, mnaweza mkanisaidia hapo. Kuna kuaga na ile mikataba ya aina mbili. Mkataba ambao ni wa permanent na mkataba wa temporary, si ndio? Ule wa temporary unakuwa ni wa muda na ule wa permanent ambao unakuwa ni hata ufanye lolote bosi wa kufukuzi. Tayari umeshaweka maagano, si ndio? Sasa hapa tukienda kwenye hao maagenti, kuna yule agent wa agano. Amen. Andika, hawa ni wale walioingia makubaliano na mkuu wa giza kutumikia giza. Hawa ni wale walioingia makubaliano na mkuu wa giza kutumikia giza kwa ajili ya manufaa fulani. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ina maana kuna kuwa na pande mbili, pande ya mnufaika na mnufaikaji, si ndio? Huyu ina maana akiingia makubaliano, ina maana anaingia na yule mkuu wa giza makubaliano. Wanakaa mezani wanajadili, mimi nataka utajiri, utanipa nini? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka umaarufu. Na yule anamwambia sawa nitakupa, lakini utanipa nini? Bwana Yesu asifiwe. Haya ndio maagano ambao wanakuwa wanaingia na wale wakuu wa giza. Na sisi kama Wakristo tuliookoka ambao tuko mahali hapa leo, ili agano huwa limefutwa kwa damu ya mwana kondoo pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo wengi tunapompokea Bwana kwa Kristo kwa Bwana na Mwokozi wetu, kupitia damu ya msalaba huwa inafuta maagano yote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna agent wa pili ambao Wakristo wengi huwa tunafall katika kipengele hicho, ambao tunamuita agent wa muda. Andika, agent namba 2 ni agent wa muda au wakala wa muda, wakala wa giza wa muda. Huyo agenti
huwa anatumika na giza kwa kipindi fulani. Mtu huyu anaweza akawa anajijua au asijijue. Unaweza ukawa uko kanisani ni agent wa giza lakini usijijue. Unaweza ukawa kanisani ni agent wa giza na ukajijua. Kuna saa kuwaga na kale kahali unafanya jambo alafu kama unaanza kujisuta ndani yako, mbona kama hichi nilichofanya sio sahihi? Roho Mtakatifu anakuwa anakusemesha. Hiyo ni neema. Ukiona unaweza kuona kwamba umefanya kitu afu unarudi baadaye kuona kama hichi kitu sio sawa, hiyo ni neema ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Lakini watu wengi huwa hawajijui. Anaweza katenda jambo lakini bado anaona yuko sahihi, kwa sababu yule mkuu wa giza anamwaminisha na kumpa hoja za kusimamia kwamba ile jambo lililofanya ni sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anakupa hoja kabisa za kusimamia. Anaweza akampata na maandiko ya Biblia ya kusimamia kwamba hichi kitu ni sahihi. Ni sasa ukamhubirie mlevi sasa hivi, atakwambia acha pombe, atakwambia imeandikwa tunywe kidogo lakini tusifanyeje? Amen. Anampa na maandiko. Andiko hilo analigeuza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo agenti huyu anaweza tumika kuwezesha kazi ya yule mwovu kutimia. Andika. Anatumika kuwezesha kazi ya yule mwovu kutimia. Na baada ya assignment anakuwa free. Anakuwa huru kabisa. Tukimtizama Delila, alitumika kwa muda fulani kulizuia ile kusudi la Mungu katika maisha ya Samson kutimia, na alilifanikisha. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna nyakati wa Kristo wengi tulioko mahali hapa leo, wa mama tulioko mahali hapa, wa baba tulioko mahali hapa, kuna nyakati Mungu anapitisha mapito kutokana na kuturudisha kwenye track, si ndio? Na nakumbuka baba alishatoaga mfano, akasema ni sawa na redio. Mtu anakuwa na redio kake fulani hivi. Zamani kale ka redio kwa mkulima. Unaweka ka station fulani lakini baada ya dakika 5 station imehama, si ndio? Station ikihama inaenda BBC, inatoka BBC inakuja sijui channel gani. Inahama tu, zinahama. Hivyo katika Wakristo. Dakika moja station inasoma mbinguni, dakika inayofuata station inasoma kwenye giza. Amen. Na kuna nyakati kale ka redio ni mpaka ukapige makofi hivi ndo kanarudi kwenye station unayotaka wewe. Sasa imagine wewe station yako inashika kwa adui sasa hivi. Mungu anakuchapa makofi kwanza, anakuchapa ugonjwa, anakuchapa maradhi ya ajabu, anakuchapa faraka hapo kwenye ndoa mpaka unarudi kwenye mstari. Kwa hiyo mama, kuna saa hizo ndoa zinawasumbua, msianze kulia ukasema Bwana Yesu nikomboe. Hakuna cha kukombolea, rudi kwenye mstari. Bwana Yesu asifiwe. Kuna saa Mungu anainua huyo mtoto wako anakusumbua. Unajiuliza mtoto hivi nimemzaa mimi au kuna mtu alinisaidia? Bwana Yesu asifiwe. Unajiuliza huyu mtoto ni wa kwangu kweli au kuna mtu alinigaia? Hilo ni kofi Mungu anakupiga. Rudi kumstari mama. Rudi kwenye mstari. Rudisha station isome mbinguni. Amen. Urudisha station isome mbinguni. Wa baba hivyo. Ili somo ni lenu la wote hapa. Sio wa mama tu. Ukiona station inasoma kwenye uharibifu, yani Mungu atakupiga kofi moja utarudi. Atakupiga kofi moja utarudi. Na bora upigwe kofi na adui kuliko upigwe na kofi na Mungu. Wangapi tunakubaliana? Makofi ya Mungu yanauma. Yanauma. Mimi ni ushuhuda, yanauma. Sawa Yanauma. Amen. Yanauma. Asikudanganye mtu mpendwa. Bora adui atakupiga utamkemea kwa jina la Yesu. Haya, Yesu kwa kupiga kofi unamkemea kwa nani? Unamkemea kwa nani? Unamkemea kwa nani wapendwa? Rudi kwenye mstari, rudi kwenye reli. Rudi. Station isome mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Rudi. Mabinti, vijana mlioko mahali hapa, ili somo ni lenu pia. Kuna nyakati unaanza kuomba, unaomba maombi hayajibiwi. Kofi la Mungu hilo. Amen. Mungu kakuchapa kibao. Ka redio karudi kwenye mstari, karudi kwenye station yake.
Amen. Taka unaomba mchumba, Mungu akupi. Anajua nikimpa tu huyu mchumba habari imeisha. Amen. Anajua habari imeisha, kunitumikia kutaisha. Huyu najua ananitumikia kwa sababu tu anatafuta mchumba. Amen. Wa baba. Nisiseme sana. Maana baba yangu pia hapa ni baba. Nisiseme sana. Amen. Nisiseme sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tukienda kusoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza 10:21. Inasema hatuwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na meza ya mashetani. Wapendwa, ni lazima tuchague jambo moja la kusimamia. Ni lazima tuchague upande tutakwenda kusimamia. Hatuwezi kusimama eti leo tunasimama kwa Mungu, alafu kesho tunasimama kwa adui. Hamnaga hicho kitu. Tunajua hata giza na nuru havikai pamoja, si ndio? Hamnaga ushirika kati ya giza na nuru. Amen. Kwa hata maandiko hapa yanatuambia, Wakorinto anasema hapa, hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na meza ya mashetani. Wapendwa, tuchague upande wa kusimama. Tuchague ni Mungu yupi tunamwabudu na kumtumikia. Na tukisema tunamtumikia Kristo, tumtumikie kweli kweli. Tuache mambo mengine. Uweze kusema namtumikia Kristo afu umekaa baadaye unatoka ibadani unaenda kumsengenya mtu. Unasema namtumikia Kristo afu unaitwa kwenye ibada huji. Unamtumikia Kristo yupi? Yupi unayemtumikia? Unasema namtumikia Kristo. Maisha yako hayana Kristo ndani yako. Majirani zako ndo kwanza unasema hivi ni yule. Ndio huyo anayemwitia Mungu yupi? Wanajiuliza hivi Mungu yupi anayemwabudu? Chagua kimoja mpendwa. Mama ulioko mahali hapa, chagua kimoja. Chagua upande gani unausimamia na usimamie kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Tusikubali kuwa maagenti wa giza katika kanisa. Tusikubali kuwa mawakala wa giza katika kanisa. Tusiweke mianya ya adui kupitisha kutufanya sisi kuwa maagenti wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusikubali. Nataka niseme jambo moja. Mashemasi na maminista, hebu tunyoshe mkono. Tunyoshe mkono kwa amani kabisa. Amen. Hebu tuje hapa mbele. Naongea hadi Kichaga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuje mbele. Maminista, mashemasi, watu wakubwa sana nyie katika nyumba ya Bwana. Amen. Hata kama unatoka Mbutu, wote sisi ni watoto wa baba moja, si ndio Wote sisi ni familia moja. Baba ni huyu. Hatuna baba mwingine, ni mmoja tu. Kuweni huru, nyosheni tu mstari vizuri. Kuweni huru. Nyie ni watu wakubwa sana kwenye nyumba ya Bwana. Hebu tuwapigie makofi. Amen. Maminista na mashemasi mlioko mmesimama mbele yangu hapa na mmesimama mbele ya kanisa. Nataka kuambia jambo moja. Nyie ni watu wa muhimu sana katika huduma. Mungu amewaamini na Mungu amewachagua. Amen. Amewachagua, anawaamini. Mnaona wamama walioko kule? Wamama wale wanawategemea nyie. Wamama wale kuna vita wanapitia. Nyie mnapaswa kusimama kama Debora kwenye maisha ya wale wamama. Nyie mnapaswa kusimama kama Debora kuhakikisha mnawavusha wale wamama kwenye zile vita zao wanazopitia. Yamkini ni vita ya magonjwa, yamkini ni vita ya faraka kwenye ndoa, yamkini ni vita ya uchumi. Nyie ndio mnaotakiwa kuwavusha wamama wa HVC. Amen. Jukumu hilo ni la kwenu. Mnawavushaje? Ni katika maombi. Nyie wote mnatakiwa mshikamane kwa pamoja. Muwavushe katika maombi. Amen. Wamama, hebu tuje mbele na sisi. Najua tumependeza, hii ni siku yetu leo. Karibuni mbele. Amen. Karibuni mbele wamama wote. Wamama msiogope. Asibaki mama hata mmoja kwenye kiti. Asibaki mama hata mmoja kwenye kiti. Kama unajijua wewe ni mama, njoo mbele.
Asibaki hata mmoja. Hata kama umetoka Mbutu, umetoka wapi, wewe ni mama, njoo mbele. Kuna mahali adui ametutumia sana. Kuna nyakati tunajua Roho Mtakatifu anatusaidia, tunatambua hapa tumekosea. Lakini kuna nyakati hatujui. Yamkini tunaweza tukasema hatukuwa tujui, lakini ni mengi tumefanya. Hebu jiulize, jitafakari tu. Umesimama hapa mbele, jitafakari. Hebu jiulize, ni wapi ambako nilikosea? Amen. Natamani tuende tukaombe toba kwa Mungu. Tumuombe toba. Hii ni siku yetu. Sitamani tuvuke huu mwezi tukiwa bado hatujajitakasa mbele za Bwana. Ni siku yetu, tuitumie vyema. Amen. Tuombe toba. Mungu aturehemu. Mungu atusamee. Pale ambako adui alitutumia, asitutumie tena. Bwana Yesu asifiwe. Pale ambako tuliacha mianya, adui akatufanya tukua mawakala wake, ile mianya ikazibwe. Amen. Ile mianya ikazibwe. Wangapi ambao tumechoka kutumiwa na adui? Mimi ni mmoja wapo, nimeshachoka. Amen. Nimechoka. Tukatae kutumiwa na adui. Tukatae. Amen. Naomba Crescencia tuimbie wimbo mmoja wa kuabudu, kisha wamama tutaenda kuomba toba. Tutaomba toba. Mungu aturehemu, atutakase, atusafishe. Tunatamani kuanza upya. Tunatamani kusimama kama wamama waombolezao ndani ya kanisa. Tunatamani kusimama katika nafasi zetu. Tunatamani kumwona Bwana katika maisha yetu na watu wanaotuzunguka. Amen. Maminista na mashemasi, naomba tutaongoza hili kundi ni la kwenu. Amen. Tunaweza tukageuka upande huu kuelekea madhabahu. Wamama wote njoeni hivi, naona mnapata shida kule. Sogee tu huku. Tuombe toba. Tumuombe Mungu Roho Mtakatifu atukumbushe ni wapi tulipoanguka. Kanisa pia mnaweza mkasimama tukaungana kwa pamoja kuombea wamama hawa rehema mbele za Bwana. Mungu akaturehemu pale ambako adui alitutumia, pale ambako tuliacha mianya adui akatutumia. Kama ungehesabu makosa, nani angesimama? Nani angesimama? Umejawa rehema na neema, hauyaoni kabisa makosa yangu. Kama ungehesabu makosa, nani angesimama? Nani angesimama? Umejawa rehema na neema, hauyaoni kabisa makosa yangu. Imba pamoja na mimi, kama pasa yako, ni nani angesimama? Ni nani simama? Umejawa. Mwambie Bwana amejawa neema, hauyaoni makosa. Unaweza ukasema tena, kama Bwana angehesabu, kama ungehesabu makosa, ni nani angesimama mbele zako? Ni mama gani angesimama mbele zako? Tunajua umejawa rehema, hauyaoni kabisa makosa yetu, hauyaoni. Yes.
umejaa rehema, umejaa rehema. Hauyaoni makosa yetu Bwana. Tumejua Bwana kama ungehesabu, tunanyenyekea kwa Bwana. Tunajua hauhesabu makosa yetu. Ni nani angesimama? Wewe Bwana umejawa rehema. Hauyaoni kabisa, hauyaoni. Umejawa tunahitaji rehema zako. Yesu, tutakase Bwana kwa nafasi yako Bwana. Akurehemu pale ambapo ulitumika na giza kuzuia kazi yake. Mwambie Bwana ni rehemu. Nioshe kwa damu yako, nitakase Bwana. Kuna nyakati adui alinitumia, nilijua ama sikujua. Ninarudi mbele zako Bwana, ninaomba rehema na neema. Kumbuka rehema zako Bwana. Nashangazwa mimi na rehema. Yesu, asante kwa rehema. Nashangazwa na rehema zako. Yesu, wewe asante kwa rehema. Nashangazwa Yesu, wewe. Mwambie Bwana. Nashangazwa Yesu, wewe. Asante. Oh Yesu, nashangazwa. Paza sauti yako. Mwambie Yesu, wewe. Asante kwa rehema. Mwambie Bwana asante kwa rehema na neema. Mwambie Bwana asante kwa kuzikumbuka rehema na neema ambazo zimekuwako tokea mwanzo. Asante kwa rehema na neema zako. Asante kwa kututakasa kwa rehema na neema zako. Asante Jehova kwa kutuosha. Asante kwa rehema. Asante Yesu. Asante Bwana. Yesu, asante kwa rehema na neema zako Bwana. Hizo zimekuwa kutokea mwanzo. Yesu, na rehema zako. Yesu, wewe. Asante kwa asante kwa rehema. Asante kwa neema. Asante kwa huruma zako Yesu. Asante kwa twende tukaombe.
Mtakatifu, mtakatifu Mungu wa majeshi, tunasema asante. Asante Mungu kwa kuwa Mungu, wewe Mungu unayeturehemu. Umesikia sauti zetu siku ya leo, umesikia maombi yetu. Tunakushukuru Mungu kwa rehema na neema zako. Tunasema asante Mfalme wa amani kwa rehema na neema. Baba, tunaomba Mungu katutie nguvu, utuwezeshe Mfalme wa amani kumshinda adui. Utuwezeshe Mfalme wa amani kukutumikia wewe kwa uaminifu. Mungu, tuwezeshe Mfalme wa amani, kwa kuwa tunajua zipo njia nyingi za adui anazopenyeza uharibifu kupitia sisi wa mama na kupitia sisi. Mfalme wa amani, tunajua kwamba tunaenda kuangusha watu wengi, lakini tumejua siri leo. Tunaomba Mungu katutie nguvu na utuwezeshe, tuwezeshe kumshinda adui na hila zake, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wamama, na ningependa tugeuke tuangalie kanisa. Tunaomba Baba ukaseme neno. Tunatamani kuanza upya kwenye kila kitu. Ninaomba niseme neno kidogo tu na Baba atamalizia. Mmefanya tendo jema na linalompendeza Mungu sana. Mmefanya tendo jema na linalokipa heshima kiti cha enzi. Amen. Kwa sababu upatanisho wetu na kiti cha enzi upo katika toba. Amen. Hili ni tendo jema sana. Maandiko yanaposema kwamba wanawake watangazao habari ni jeshi kubwa, maandiko yalikuwa dhahiri kwamba habari zinazotakiwa kutangazwa ni habari za ufalme. Lakini pasipo kujua na kwa kukubali kutumika na giza, tukageuza habari zile za ufalme tukaenda kutangaza habari za upande wa giza. Na ndio maana asilimia kubwa ya wanawake ni wanawake wanaotangaza habari za upande wa giza, ni mawakala wa giza. Nina hakika kabisa kuna wanawake hapa tupo tunasherehekea siku yetu, lakini umoja wetu upo katika sherehe, lakini haupo katika maisha yetu ya kila siku. Kuna wanawake hapa hawasemezani, lakini pasipo kujua kwamba wao ni agents wa shetani. Kuna wanawake hapa wanaomboleza, lakini bado hawajijui wakae mguu huu ama mguu huu, kwa sababu kote wanatamani kutumika. Amen. Na ndivyo ilivyo. Tumeambiwa tukatangaze habari njema. Hakikisha unakuwa wakala wa siri za ufalme, wakiwa wa siri za ufalme, kwa kutangaza habari njema. Amen. Usiruhusu kuwa agent. Usikubali kuwa agent. Wapendwa, tulipoamua kuokoka, tulipoamua kumkiri Kristo, tuliamua kwa hiari ya mioyo yetu wenyewe. Hatukulazimishwa. Tuliamua kuuchagua upande huu wa nuruni. Kwa tukimbie kutembea katika dunia ile, tutembee kama ambavyo mbingu inataka tutembee. Kuna mambo lazima tuachane nayo kwa sababu sio ya kwetu. Epuka maneno. Wanawake sisi hapa wote, nikiwemo na mimi mzungumzaji, asili yetu ni maneno sana. Na hii ndio kitu pekee ambayo inatutenga na Kristo. Tunaomba, tunasugua goti, tunafunga, lakini kuna kamlango fulani ambapo hatukajui, kama maneno ambapo ndo kanazuia baraka zetu, kanazuia mbingu kufunguka, kanazuia majibu yetu. Hako kamlango tukiamua kukafunga, mbingu zitajibu. Kataa kuwa agent kama ambavyo mhubiri leo amehubiri. Kataa
kutumika. Usikubali mtu akuletee maneno. Naongea hii kwa sababu ndio udhaifu wa sisi wanawake. Yaani sisi hapa tukikorofishana ni maneno. Hakuna kinachotutesa kikubwa sana sisi, ni maneno tu. Yaani sisi ugomvi wetu ni maneno tu. Na mbaya zaidi katika dunia hii, hakuna watu waliotia doa kama walokole. Wanasema hakuna watu wa Mbeya kama walokole. Just imagine. Tupo upande wa nuru, lakini bado tunasifika kwa sifa mbaya. Akati huku ndo tulitakiwa tuwe na uponyaji. Amen. Tuache hivi vitu. Amen. Umeamua kufuata njia hii, fuata njia hii, acha hayo mengine. Amen. Huku si sehemu ya maneno. Huku ni kusugua goti, kuomba na kupokea, full stop. Amen. Yoyote atakayekuletea maneno, huyo ni mwambie tu, mpe jina lake moja. Leo mtumishi wa Mungu ametuambia, mwambie wewe ni agent wa shetani. Amen. Mwambie makavu, wewe ni agent wa shetani. Amen. Mungu awabariki sana. Hallelujah. Nianze na mhubiri. Wiki hii nilikuwa niko hapa kwa ajili ya kuonana na mtu mmoja. Nadhani ni kwenye kuonana na mtu mmoja ndio ulikuja, si ndivyo? Na alipokuja akaniambia hivi, baba, kuna neno Mungu amenipa niseme, lakini nachanganyikiwa, nataka nilibadilishe. Kabla sijamuuliza chochote, nikamwambia, nilikujibuje? Ulisema ni hubiri hilo. Nilimwambia usibadilishe, lihubiri hilo. Haleluya. Kwa nini nilisema hivyo? Kwa sababu niliona vile ambavyo amedownload, alafu vita ndio ilikuwa nataka aweke pembeni, alafu aje na la kwake. Sasa sawa, hili ndilo lililokuwa la Bwana. Na nitasema mengine baadaye juu yako, lakini wacha niende kwenye event ambayo nyinyi mmeniambia niseme. Neno la leo nadhani ni kati ya neno unique ambalo tumeshawahi kulisikia kwenye sherehe zetu. Na nitaeleza baadaye kwa wakati mwingine kwa nini liko unique. Lakini kichwa cha somo, maelezo ya somo, unaweza ukawa agent wa shetani. Hii kitu inawatesa wengi. Wanadhani ukiwa agent wa shetani ni kama unavyokuwa agent wa Vodacom, unaenda kujiandikisha Vodacom. Amesema hapo unaweza kuwa agent permanent ama ukawa agent unayetumika kwa muda tu. Sasa naomba nikuambie kwa muda tu. Ile ya permanent ni nyepesi sana, mtu anaondoka anaenda kuwa agent na anajijua kwamba ni agent. Bora ya yule anayejijua kuliko asiyejijua. Anayejijua anaweza katumika kwa sentensi moja tu, ndio ukawa umetumika na adui. Ile ndio yako ikaenda kumfanya mtu sasa aende kwenye njia ya adui pasipo kujua. Neno moja tu ndio. Maana yake nini? Unatakiwa kuomba sana usiwe agent, kwa sababu kuna nyakati unaweza kuwa agent bila kujijua. Mtu mwingine anasema mimi agent mimi. Hapana. Sio wote wanaotumika kama maagent ni wabaya katika maisha ya kawaida. Anaweza akawa ni mtu mwema kabisa na ni mtumishi, na akatumika kwa dakika moja kama agent, halafu baadaye akaendelea na utumishi wake. Kwa ni vyema kuwa makini sana. Ni vyema kuwa makini sana. Kati ya swali ambalo Mungu amenijibu hivi karibuni, mwaka jana kwa wale ambao mlikuwa mnanisikia nikiongea kwa wamama, mimi kitu kikiwa kinanisumbua sana huwa nakiongea mpaka Mungu atakapokiweka sawa.
mwaka jana na mwaka huu mwanzoni, kama mnakumbuka, nilikuwa nasema hivi, wamama, nisipowaona mbinguni wala sitashangaa. Wangapi wanakumbuka hiyo sentence? Mnakumbuka Nilikuwa nasema sio, yani wamama wowote au hata mke wangu, siku nisipomuona, yani kafika pale nikakuta tuko wanaume peke yetu, wala sitauliza wanawake wako wapi. Kwa sababu moja tu, ni rahisi sana wanawake kama hawatakaa sawa, njia yao ya mbinguni ikawa na makwazo, na atakayeleta kikwazo ni mwanamke mwenzie, sio mwanaume. Ni mwanamke mwenzie. Sasa jambo hili lilikuwa linanitesa sana, kwa sababu mimi nilikuwa na wivu ya kwamba katika wanawake wote wa HVC pamoja na wanaume wote tukutane mbinguni. Ndio wivu wangu. Sasa nikamuuliza Mungu swali moja, hii kitu ya wamama inayowafanya wawe wamama wa namna hiyo, na ni wamama wote. Mimi nilienda kufanya research hadi kwa wazungu. Mama yake mke wangu anakaa Marekani, ni rafiki yangu pia mama yake, yani mama mkwe wangu. Nilikaa siku moja nikamuuliza, nikamwambia unafanya kazi huko na wazungu tabia yao ikoje mkikutana wa mama? Anasema ni vurugu kama wabongo tu. Kwa hiyo nikaja kujua kwamba kumbe nilijua labda ni sisi na ngozi zetu. Hii issue hadi wazungu, wanawake wakikaa dakika 5 tu tayari kuna shughuli inaendelea. Sasa nikamuuliza Mungu sana kipindi hicho, na hangaika kujua jibu. Je, Mungu kuna namna ulivyowaumba wa mama tofauti na wanaume? Lakini kaja kupata jibu ya kwamba Mungu ametuumba wote kwa sura na mfano wake. Sawa? Wala hakuna alichopendelewa mwanaume kuliko mwanamke. Lakini jibu nikapata moja tu, mwanamke jinsi alivyoumbwa ni mwepesi kutumika. Mwanamke jinsi alivyoumbwa ni mwepesi kutumika. Na ndio maana tunaona katika bustani ya Eden aliyetumika ni nani? Ni mwanamke, si ndivyo? Tunaona Jezebel, kisoma Jezebel. Huku Jezebel kwenye Agano la Kale hajaelezewa vizuri kama vile alivyoelezewa kwenye kitabu cha Ufunuo, kwamba ni mwanamke wa aina gani. Ndio utaconnect na kile cha Agano la Kale, sifa ya Jezebel. Lakini muangalie Delila, ni nani yule? Ni mwanamke, alitumika mpaka Samsoni akatobolewa macho. Ukimuuliza alichokipewa hakifanani na kutobolewa kwa macho kwa nani? Kwa Samsoni. Sio kwamba wanakuaga wanawake hawana hela kuliko wanaume, no. Lakini jibu ni moja tu, ni wepesi kutumika. Haleluya. Wanawake sio wabaya, hawakuumbwa na kitu cha ubaya kutoka ndani, bali ni wepesi kufanya nini? Ni wepesi kutumika. Kama ilivyokuwa wepesi kushawishiwa, ni wepesi pia kutumika. Sawa? Sasa nikawa najiuliza maswali, Mungu, tufanyaje ili wanawake wa HVC pamoja na wanawake wote wanaompenda Mungu waweze kufika mbinguni pamoja na wanaume wanaompenda Mungu? Jibu ni moja tu, wasikubali kutumika. Haleluya. Kwa hiyo lugha ni hii, wanawake hakuna chochote kibaya Mungu alichokiweka ndani yao. Wanawake wana hali ya udhaifu aliyosema mke wangu hapa, wepesi kutumika. Haleluya. Wepesi kufanya nini? Lakini cha ajabu sana, ndani ya mwanamke Mungu ameweka misingi. Ndani ya mwanamke Mungu ameweka misingi. Ukitaka kulinyanyua kanisa, nyanyua wanawake. Sawa? So misingi ipo kwa mwanamke. Na kanisa shetani akitaka kuja kulivuruga, havurugi hawa baba. Hawa baba wanaga mambo mengi.
Unaweza kuwatuma ubaya wakasahau njiani. Sawa sawa? Kwa shetani pia akitaka kuliharibu kanisa huwa anaenda kuwavamia wanani? Wanawake. Kwa hiyo sasa wanawake, ninyi ni watu muhimu sana katika ulimwengu wa roho. Mungu anatafuta kuwatumia. Akitaka jeshi liende mbele la kiroho, anataka wainuliwe wanawake waombolezaji. Sio kwamba wanaume hawapo. Jeshi wainuliwe wanawake waombolezaji. Shetani akitaka kuleta uharibifu, anainua nani? Wanawake. Kwa ninyi wanawake ni vyombo muhimu katika ulimwengu wa roho kutumika aidha na giza ama na nuru. Sawa sawa? Maana yake natakiwa muwe makini sana, kwa sababu mmeshajua kwamba mnatumika. Sawa sawa? Kama unatumika, tumika vizuri. Usitumike vibaya. Haleluya. Ninaomba hili libaki kwenu. Nyinyi ni watu muhimu sana. Hakuna kitu ambacho mimi nilikuwa nadhani kuna kitu Mungu wakati anaumba kuna kitu alikosea kwa mwanamke. Kumbe hakuna utofauti kati ya mwanamke na mwanaume. Baraka ambazo Mungu ameziachilia kwa mwanamke ndizo alizoziachilia kwa nani? Kwa mwanaume. Lakini mwanamke ni mwepesi kuchukua. Na ndio maana ukuta wanaofurikaga sana uwepo wa Bwana, ghafla ukishuka wanaanzaga wanawake, kwa sababu ni wepesi sana kufanya nini? Kuchukua, hata kudownload kutoka mbinguni ni wepesi sana. Ni wepesi sana. Na ndio maana ukimpata muonaji mwanamke, huwa anaona katika vilindi sana. Hawezi kubabaisha. Na ndio maana adui anawatumia sana. Sasa mimi ninaomba nimalizie kwa hili, kwa sababu nilitaka kuweka huo msingi, alafu baada ya hapo niruhusu muendelee na ratiba. Kuongoza wanawake panahitaji mafuta. Yaani wanawake ndio watu pekee ambao huwezi ongoza kwa akili, lazima ongeze kwa roho. Labda niwaambie, niwageukie na wanaume wenzangu. Wanaume nyinyi mnaelewa, sisi tunaye mmoja tu Mungu alitupa, lakini wanatutoa jasho. Sawa sawa? Sijajua wenzetu wale wanawezaje, lakini sisi huu mmoja tu. Sawa sawa? Anatoa jasho. Hata mimi hapa anatoa jasho, muda mwingine napambana naye. Sawa sawa? Mpaka nakaa sawa. Umenielewa? Kwa hiyo kila mtu anaweza, yani hamna mwanaume hapa ambaye atolewe jasho na mke wake. Sawa sawa? Na wapeni siri leo. Kwa nini hawa wanatutoa jasho? Yaani wanawake wanaweza wakawa wanakaa hivi wanaangaliana. Unadhani wanaangaliana, kumbe wanapigana. Naambia ni ukweli. Kumbe mpo, sorry. Nilijua hampo, nilikuwa naongea na wanaume. Wanawake ndio pekee ambao wakikaa hivi unaweza kadhani wanaangaliana, kumbe wanafanya nini? Ndio maana urafiki wa wanawake usiuamini. Usiuamini. Ukiona wanawake marafiki usiwaamini. Wanapozidi kupatana, jinsi ngoma inavyozidi kulia ndio inavyozidi kupasuka. Inapokaribia kufanya nini? Pasuka. Hawa wanawake lazima tuwaongoze kwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Lazima. Anaweza akaja akakwambia leo nataka kusuka, leo nataka kusuka. Ukadhani jamani, sasa tuko tunalipa ada. Hiyo nipe nikasuka. Kumbe anataka kwenda kushindana na mwenzie. Ni vitu vya kawaida. Sawa sawa? Kwa mwanamke anaweza akawa amevaa, wewe unaona anapendeza, kumbe anashindana na mwenzie. Mwanamke unaweza kuona anaongea, anacheza, kumbe anamtukana mwenzie. Mwanamke unaweza kuona kwamba analukaluka, kumbe anamsema mwenzie. Yaani mambo ni mengi kweli kweli. Hawa mimi nawaweza kwa sababu nina mafuta. Na ndio maana hawa wakikushinda, wewe leta, njoo nao. Wewe njoo nao. Hawa wanaongozwa kwa mafuta. Mafuta Roho Mtakatifu ndio anaoongoza wanawake. Wanawake, uongo kweli? Kama nimewaonea, semeni. Semeni. Mwanamke unaweza kuona amenyoa hivi, kumbe anamwambia mwenzie kitu. Uongo kweli? Kabisa. Sasa bahati mbaya haya mambo hadi makanisani yanaanza kufanya nini? Kuja. Ni hatari sana. Kanisani tunahitaji tuvue utu wetu wa kale, tuvae utu mpya
uliofanana na Kristo. Haleluya. Lazima tuvae utu mpya. Macho yetu yawe sawa na Kristo. Amen. Tufanane na Kristo. Haleluya. Ninaomba kwanza ni mshukuru Mungu na niwapongeze kwa kazi nzuri, na nimpongeze mhubiri kwa kuwaleta mbele yetu. Hakika mioyo yetu pia inajisikia furaha. Haleluya. Mungu abariki sana wamama. Always nawaambia huwa nawapenda sana. Nyinyi ndio kanisa. Wamama ndio kanisa. Mnapoondoka hapa mjue mmebeba dhamana kubwa kwa ajili ya kanisa. Kanisa likisimama wapongezwe kwanza wanani? Na kanisa likianguka walaumiwa wanani? Na ndio maana nilimwambia mke wangu, kaambia mke wangu, nataka simamisha wamama. Nataka simamisha nini? Wamama. Nikamwambia, nilimwita nikamwambia, wewe ni mwanamke. Kama ni mwanamke, wanawake wote nataka simamisha wamama. Ndio akaondoka akasema tunaanzaje? Nikamwambia imarisha maombi ya wamama. Sawa sawa. Na ndio maana akaitisha yale maombi ya Ijumaa. Lengo ni kutaka kuwasimamisha wanani? Wamama. Ile ajenda sio ajenda ya mtu binafsi, ni ajenda ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo wamama, tarehe 19 tukutane. Kuna ajenda nyingine Bwana anaenda kufanya kwa ajili yenu. Kanisa hili linaenda kukua. Mungu abariki sana. Asanteni sana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Amen. Shalom washindi. Shalom shindi. Amen. Wamama, hongereni sana. Amen. Hongereni sana sana sana. Hongereni kwa ibada njema. Amen. Amen. Amina. Basi ninaomba tuketi, na kipindi hiko tukiwa tunamkaribisha mchungaji kiongozi kwa ajili ya neno fupi. Amen. Amina. Tupige makofi wakati mchungaji kiongozi ana Haleluya. Mliokuwepo kwenye semina mnakumbuka nilikwambia ukiitwa ukiambiwa neno fupi usemaje? Mnakumbuka ukiambiwa fupi ina maana. Haleluya. Na ndio maana mmeona nimepanda bila Biblia. Amen. Kwa sababu ni nini? Neno fupi. Nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya wamama. Kwanza mmependeza sana. Narudia, wamama mmependeza. Nimesema mmependeza. Amen. Mmehudumu vizuri na Mungu abariki sana. Mimi binafsi nimebarikiwa. Kwanza kabisa nimshukuru Mungu kuanzia ile siku ya Jumatano ambayo nilihudhuria ile ibada ya wamama, na niseme tu kitu kimoja. Ibada ile ilikuwa na nguvu sana kwenye kusifu na kuabudu hapa. Nakumbuka mlioniona nimekaa pale, nilihudumiwa sana sana sana. Mungu abariki sana. Wale ambao mlikuwa mnaabudisha hapa wakati ule wa maombi na maombezi, hakika yake mliimba vizuri sana. Na muelewe tu, tunavyosema kuimba vizuri, hasa kwa watu wa rohoni, hatusemi sauti nzuri, kwa sababu mimi sio mtu wa music, kwa sijui sauti nzuri na mbaya ni ipi, lakini naangalia content, ule uwepo ambao mlikuwa
mnatumika vizuri na Bwana. Hakika tulishiba na uwepo wa Bwana ulituhudumia. Mungu abariki sana wamama. Lakini pia ibada ya leo pia tumehudumiwa katika ibada ya kwanza hadi upande wa neno. Hakika tumehudumiwa sana. Mungu abariki sana wamama. Neno limeachiliwa kwa nguvu isiyo ya kawaida. Amen. Lakini pia limeachiliwa kwa ufahamu wa kile kinachoongelewa. Amen. Kama alivyosema mhubiri ya kwamba nataka aende akaseme kilichokuwa ndani yake. Kwa hakika yake kilikuwa kinatoka kweli ndani yake. Kilikuwa kiko na nguvu. Tumepokea. Amen. Na tumebarikiwa. Haleluya. Sijui kama wababa mnaweza mkakubaliana na mimi. Amen. Amen. Tumebarikiwa sana. Mungu abariki sana. Juu ya wamama nashukuru nimeshaongea, lakini nimalizie kwa hivi. Wamama wakati wameambiwa ya kwao, na sisi wa baba tujiongeleshe kidogo kwa dakika 2. Hawa mama wamekuwa ni wamama fulani wapambanaji sana. Wamekuwa mama fulani wapambanaji sana, kiasi kwamba tunaanza kukaribia kuwaita kwamba ni wamama wa shoka. Na wakisha kuwa wamama wa shoka, hawezi kuwa romantic kule nyumbani. Wanaanza tena kutokufaa. Ninaomba sana wababa tuondoe ushoka wa wanawake wetu. Hebu tuwapunguzie struggles. Na tutawapunguziaje mahangaiko wanayopambana? Ni sisi kuwajibika. Ni mimi sisi kuwajibika. Na wale wababa wachache ambao tumeshakutanaga ofisini, mnaelewa vile naongeaga na ninyi kwa lugha gani pale ambapo napata malalamiko kwa mke wako kwamba hauwajibiki. Kuna wababa ambao ni selfish. Yeye ananunua suti yeye tu, amependeza yeye tu. Mke ni kama vile yeye apambane mwenyewe. Yaani mke mpaka asuke nywele, ni mpaka bane hela za mboga ndio anaenda kusuka nywele. Hii si sawa. Hii si sawa. Ninaomba wababa wote mnaonisikia mahali hapa, kila mbaba anayenisikia awajibike. Lakini wale vijana wale akina Mesha kina wenzake na kina Shadrach na kina nani wengine wale kina watajeni wale vijana. Wanavyoona naongea na wababa, wanaona kama vile ninaongea na watu ambao wameshaoa. Kumbukeni kuna mtu mmoja, nitolee mfano, anaitwa Elia. Elia alikuwa kijana juzi tu hapo. Leo hii ameshakuwa baba. Sawa sawa. Ukiona mwenzio ananyolewa, haya mambo sije kwa unayapuuzia, yasikilize na wewe. Baba ni kuwajibika. Ninajisikia sana na nitajiendelea kujisikia fahari nitakaposikia kwamba tuna wababa ambao wanawajibika. Wajibika. Hakikisha unalea familia yako, unalipa ada. Uone kama ada za watoto ni jukumu lako. Baba usije ukasema tugawane. Hakunaga cha kugawana majukumu. Ona kama ni wajibu wako kulea watoto, kuwasomesha watoto. Ona familia, wewe ni wajibu wako kuifanya familia yako iwe ina furaha. Wavalishe vizuri familia yako, mvalishe vizuri mke wako. Sawa sawa. Usiwe bahiri kwa mke wako. Tunaelewana?
Usianze kumkagua nywele mke wako ambaye hizo sijafumuka, peleka wiki ijayo. Akisema naomba nikasuke, muelewe. Muelewe. Vile anavyojisikia yeye sio unavyojisikia wewe. Kwa ninaomba sana wanaume wote mnaonisikia hapa na vijana wote mnaonisikia hapa, ninatamani kuwa na kizazi cha HVC wa baba wanaojitambua na kujielewa. Wa baba ambao wanajali familia zao. Wa baba ambao wanajali wake zao. Na muda mwingine unaweza kusema mimi mke wangu aniheshimu. Akiangalia wewe mwenyewe ni kama you are not responsible. Huwajibiki. Mama ni waelewa. Yaani kama hamna hela anaelewa kwamba hatuna hela, anakuwa hasa ukipata hela unakuwa mbinafsi. Ndio maana huwa hawalalamiki mkiwa hamna hela, wanaangaliaga na kuwahukumu siku mkiwa nazo. Ninaomba sana vijana wote, vijana wa kiume mnanisikia? Wewe ndio ulitengenezewa hali ya mapambano. Hawa wanawake hawakutakiwa kupambana hivi. Wanapambana maana wamepoteza matumaini. Pambana. Hakisha unailisha familia yako, unailea familia yako, unaitunza familia yako kuanzia mke wako na watoto. Tumeelewana wa baba? Tumeelewana vizuri? La pili, kwa baba, ninaomba tuwapende wake zetu. Hawa wake zetu kuna kitu Mungu aliwaumbia ndani yao kama uhitaji. Na moja uhitaji ni upendo kutoka kwa ume zao. Sawa sawa? Wakikosa upendo wanakuwa kama vichaa. Hawa wanawake wanakuwa kama vichaa. Kama kuna kitu kina miss. Wapende watu wote, lakini mke wako mpende zaidi. Mkitaka kuona ndoa zinawashinda, ondoeni uhitaji wa wanawake kwenye swala la kupendwa. Hawa watu wanahitaji kupendwa, ndivyo walivyoumbwa. Acha kuwapeleka wanawake kininja. Wapendeni. Penda mke wako. Ukimpenda mke wako kuna vitu atakupa ambavyo hujawahi kuviona. Mpende. Sawa sawa Mfanye nini? Tumeelewana wa baba? Wa baba, nataka na nyinyi walete huku kama alivyoleta mhubiri jamani. Hapana, mtaki kuja mbele huku. Umetenda dhambi gani na nyinyi mje muombeshwe toba? Mmenielewa vizuri? Leo ni siku yao, ndio maana naongea hivyo. Sawa sawa Ni siku yao. Ukiona mwanamke hapendi kupendwa, pana shida. Sawa sawa Pana shida. Hata mwanamke akishikiliwa na madhabahu ya familia, lakini atapenda kupendwa. Sawa sawa Wapende. Tuwapende. Nataka tusimame kidogo wanaume wote. Leo bana upako wa kusimama hivi na kusogelea mbele. Leo kama kuna upako huo, mhubiri wa leo amekuja na upako mpya Hebu tutembelee wingu, wanaume wote njooni. Wanaume wote. Mambo yote tunayoyaongea hamna sehemu ambayo hayajaandikwa. Imeandikwa. Sawa sawa Na ndio maana hata wao huwa nawaambia, mwanaume ameumbwa na hali ya kutaka kuheshimika. Na niliwafundisha kwenye semina yao wajitambue. Wajitambue. Hata kama mnapitia hali ngumu ya kiuchumi, usiambatane naye kuugulia hali ngumu ya nini? Ya kiuchumi. Kuna mahali unapoteza point, baadaye zitakuja kukugharimu. Hata kama unajua hauna kazi, asubuhi amka usikae hapo kasema mimi sina kazi, unakaa hapo na mke wako, itakugharimu. Asubuhi wewe fungasha, mwambie nenda kazini. Hata kama una kazi, nenda kapambane, nyosha mkono wako mpaka mwisho. Ukirudi hauna kitu, unaambia mke wangu leo mambo
hayajakaa sawa, kesho wewe ndio kutoa tumaini kwa familia yako kwamba kesho kila kitu kitakaa sawa. Na wakati unajua leo haujapata, wewe ndio kiongozi wa imani kwenye familia yako. Unasema kesho mambo yatakaa sawa. Relax familia, mke wangu relax, watoto wangu relax, mimi baba yenu nipo. Kesho wewe ndio kutoa tumaini. Usiambatane na familia kuugulia mateso au changamoto mnayopitia. Tunaelewana? Onyesha huko hatua moja mbele. Ubaba ni kiti, sio jina. Ukishuka kwenye kiti, ndio tabia za wanawake kutokuheshimu zinaanza kutokea. Sawa sawa? Na unajua kwa nini wababa wanapiga wake zao? Unajua kwa nini kesi za kupiga wababa wake zao ni nyingi kuliko baba kupigwa na mke wake? Wapo wababa pia wana huko ndani mambo ni mengi. Sawa sawa? Wapo wababa wanaopigwa na wake zao. Lakini unajua kwa nini wababa wengi wanawapiga wake kuliko wamama kuwapiga waume zao? Waume zao. Kwa nini? Kwa sababu wababa mara nyingi akikosa kuheshimika huwa ukichao unamfika hadi mwisho anapiga. Ukijaribu kuangalia ni kwa sababu hajaheshimika, si ndivyo? Kama unavyohitaji wewe kuheshimika, na yeye anahitaji kupendwa. Sawa sawa? Na yeye anahitaji kufanya nini? Kupendwa. Sasa kila mmoja kuna namna anavyopiga. Wewe unapiga kwa kofi, yeye anaweza kukupiga kwa design nyingine. Ukashangaa sikio linafanana na bodaboda. Huyu mtoto mbona anavyokuja kama ule bodaboda wetu nani? Usishangae. Usifanye nini? Usishangae. Mtoto wa kwanza sikio kama bodaboda. Sawa sawa? Kwenye vikao vyetu wa baba, kwenye vikao vyetu, hebu tudiscuss ni kwa namna gani tutaonyesha upendo kwa watu wetu. Sawa sawa? Haya yatawasaidia kina Trezo hao ambao bado hawajaingia huko. Sawa sawa? Mungu abariki sana. Mungu abariki sana. Na naomba muweze kwenda mkaketi kwenye viti vyenu. Na nyinyi wa mama wapigeni mkofi waume zenu. Naomba nimalize kwa kusema neno moja. Wa mama humo majumbani, mtuone sisi kama wafalme, ndio tutawapa hela za kusuka. Mimi si ndio baba yenu, nawaambia ukweli. Mkitaka mtuweze, mtuone kama nini? Yaani tunapenda mtuone kama wafalme. Tunapenda mtuone kama vile sisi ni vichwa. Sawa sawa? Ukileta ujuaji utakosa mambo mengi. Usilete ujuaji. Mwambie mama aliye jirani, mwambie mama, leo ni siku yako. Ukiingia kwenye ndoa yako, ondoa ujuaji. Mwambie wa mama wengi kinachowagharimu ujuaji. Mama najua kila kitu, na anataka kuaminisha na watoto kwamba yeye anajua kila kitu. Mbaya sana. Mbaya sana. Wa mama leo niwaachie moja tu. Sitaki niwaharibie mambo yenu, mmependeza sana. Moja tu niwape. Najua pochi yenu imejaa mambo mengi, hilo litatosha. Moja tu mliweke kwenye pochi zenu. Acheni ujuaji. Acheni ujuaji. Punguzeni maneno mengi mnapokuwa na waume zenu. Sara alikuwaga hana maneno mengi akiwa mbele ya Ibrahimu. Kapeleleze, kasome, kachimbue theological zile conception, utaelewa. Sara alikuwaga hana. Biblia inasema alimuita Ibrahimu nani? Yes. Unapokuwa mbele ya mume wako, punguza nini? Maneno mengi, punguza ujuaji. Kuna jingine hata kama najua, ruhusu baba aliseme. Sawa sawa? Ukiondoa ujuaji utapendwa. Nimesemaje? Tumeelewana? Wa baba naongea uongo ukweli?
Naongea uongo kweli? Ukweli kabisa. Ondoeni ujuaji. Ukiondoa ujuaji, na kuhakikishia, ukisema mme wangu anasema nini, unataka nini? Sawa eh? Usiwe kama Vashti. Uwe kama nani? Esther. Vashti kilichomfukuzisha ni nini? Asante, rudia tena. Vashti kilichomfukuzisha nini? Ujuaji. Ujuaji mwingi. Unajuaga sisi wanaume wote tunapendaga kujidai kama nyinyi mnavyojidai kwetu. Sawa? Mnavyojidai nini? Kwetu na sisi tunajidai na ninyi. Ukiona tunakuita mbele za nikikwambia mke wangu njoo, usidhani na shida na wewe sana. Nataka tu yani vile utakavyopita. Kuna mtu nataka kuone, umenielewa? Unavyokuja na vile utakavyokuja pale, utakavyoniheshimu pale, utakavyonyenyekea, nikikwambia utakavyopiga kagoti kidogo, yani ndio vitu nataka watu waone. Sasa unakuja pale nakwambia njoo, kichwani kwako na unakuja kama afande. Sasa bila inaleta shida. Ile inaleta nini? Ndani kuita njoo, yani uje kama vile unatembea kama hauna nguvu lakini hauanguki. Sawa? Sawa? Ndio nataka hivyo. Wanaume wanataka hivyo. Hawatakagi uje umenyoka wima namna hii, umekaa namna hii. Acha kuwa mkandarasi. Sawa? Usije kama mkandarasi. Sawa? Kama umemkandarasi umepewa tenda kutengeneza daraja sio la Rufiji wapi huko. Njoo kama mwanamke. Ukileta kiburi mbele ya mume wako akiwa mbele za watu, mfano huyo mtu alikuwa ni Vashti. Vashti alitaka kuonyesha kwa wanawake wenzake kwamba mume wangu na mudu. Ndio Vashti. Alitaka kuonyesha kwa wanawake wenzake kwamba mume wangu na nini? Hata kama ni mfalme mimi na mudu tu. Nyinyi mnamuogopa hadi mnanyenyekea, mimi na mudu tu. Mbaya sana hiyo. Mbaya sana hiyo. Hakuonyesha hofu ya kwamba huyu ni mume wangu. Yeye akaona, akajiona kama mimi na mudu. Oneni ninavyomudu. Sameniita siendi. Sameniambia niende. Oneni. Ameniita mara ya kwanza siendi, mpaka ite mara 10. Ndio nitanyanyuka. Ndio ile wanawake, mume wako anakuomba maji nyumbani, wewe unamtuma dada wa kazi. Wewe unadhania mume wako kumuona dada wa kazi? Kuna nyakati mume anataka wewe uende ukamchote maji umletee. Muda mwingine anatamani aone hadi unavyotembea unampelekea maji, na ukienda usiende kama ninja. So unatembea, wewe unatuma na mume wako, unatembea kama Bruce Lee. Mtu anakuja na kuangalia, hivi huyu ni mwanamke ni nani huyu? Hivi ni vitu ambavyo katika nafasi kama hizi, kwenye sherehe kama hizi, usije ukafanya mazoea na haya mambo yanayofundishwa. Yasaidie. Jisaidie mwenyewe kwa kuyashikilia haya. Watu wengi wanalia, wanamsingizia moja kwa moja nani? Shetani. Kila kitu nani? Lakini kumbe kuna sehemu nyingine yamekosekana maarifa. Unaufahamu lakini hauna nini? Maarifa. Usikubali house girl awe anamhudumia mume wako. Nimesemaje? Nenda chukua maji mpelekee. Fanya hivi. Angalia anaviangalia vitu gani unavyoenda kubeba maji. Asipokuangalia wewe unavyompelekea maji, atamwangalia huyo house girl. Kesho house girl akiwa na mimba ijulikane imetokea wapi, unaanza kuchanganyikiwa. Simama kwenye nafasi yako. Sawa? Simama kwenye nafasi yako. Epuka, nimesema nini? Epuka ujuaji, lakini pia epuka mazoea yaliyopitiliza. Epuka mazoea yaliyofanya nini? Ni rafiki yako, ni mume wako, lakini usiwe na mazoea yaliyopitiliza. Mazoea yaliyopitiliza sijasema usiwe na utani uliopitiliza. Mazoea yani
unazoea kiasi kwamba hata humuulizi anataka kula nini, umpikie nini. Unazoea tu. Umemzoea kwamba uhitaji hata anahitaji afanywe nini. Umezoea. Epuka mazoea. Mwanaume usimzoee sana hadi ukapoteza kuwajibika kwako. Nimesemaje? Mwambie jirani yako, mnongoneze, kuna machangudoa yale yanakujaga kuziba vilaka. Usikubali. Asanteni sana. Mungu awabariki sana.